Hadithi isiyosimuliwa ya wake wa Idi Amin na jinsi walivyomwacha, open quote. Kwa kila mwanaume anayepanda ngazi za madaraka, kuna vivuli nyuma ya kiti cha enzi. Wanawake ambao historia husahau majina yao, lakini maisha yao hubeba uzito wa kupanda na kuanguka kwake. Close quote. Hii ndiyo hadithi ya wake wa Idi Amin Dada, wanawake waliogawana naye kiti cha enzi, sifa, hofu na hatimaye anguko. Utangulizi. Jitu na wake zake. Idi Amin Dada, mtawala mwenye sifa mbaya zaidi wa Uganda, hakujulikana tu kwa ukatili wake, ucheshi wa ajabu na siasa zake zisizotabirika, bali pia kwa tamaa yake isiyoisha kwa wanawake. Kufikia wakati serikali yake ilipoporomoka mnamo mwezi Aprili mwaka wa 1979, Idi Amin alikuwa na wake 5 rasmi na zaidi ya watoto 40 waliotambulika. Alijiita baba wa taifa, na kwa namna fulani alikuwa karibu kuwa hivyo kweli. Ndoa zake hazikuwa tu mahusiano ya mapenzi. Kila mke alisimama kama kielelezo cha sehemu tofauti ya jamii na makabila ya Uganda: Busoga, West Nile, Lango, Buganda. Kana kwamba Amin alikuwa amejenga mfano wa taifa lake ndani ya nyumba yake mwenyewe. Lakini madaraka, kama mapenzi, yana tabia ya kupotea. Wakati utawala wake ulianguka, hata himaya ya wanawake aliyojizungushia nayo ilivunjika vipande vipande. Mke wa kwanza kutoka Busoga alikuwa mrefu, mwenye haiba na ujasiri. Mariamu Kibedi, binti wa mwalimu mkuu mashuhuri na dada yake Walume Kibedi, ambaye baadaye angekuwa waziri wa mambo ya nje katika serikali ya Amin. Amin alikutana naye kwa mara ya kwanza mwaka wa 1953, muda mrefu kabla ya kuwa rais, akiwa bado askari, bingwa wa ndondi, mwenye misuli na kicheko kikubwa kilichojaa kila chumba. Kwa miaka mingi, uhusiano wao ulikuwa wa siri. Haikuwa hadi mwaka wa 1966 alipomuoa rasmi, mwaka ambao alianza kupanda ngazi jeshini chini ya Rais Milton Obote. Mariamu aligeuka kuwa mke wa kwanza wa Uganda wakati Amin aliponyakua madaraka mwaka wa 1971. Mara nyingi alionekana naye kwenye hafla za kitaifa, amevaa kwa ustadi, akitabasamu mbele ya kamera. Watu walimwelezea kama mwenye upole lakini mwenye mamlaka, akijua nafasi yake, ila akiogopa mwanaume aliyemuoa. Lakini milango ikifungwa, maisha hayakuwa ya kifahari. Amin alikuwa mume mwenye wivu, mwenye hasira zisizotabirika. Wakati kaka yake Mariamu, Walume Kibedi, alipotoroka na kumshutumu Amin kwa mauaji Umoja wa Mataifa, kila kitu kilibadilika. Mwaka wa 1973, Amin alimtaliki Mariamu. Uamuzi huo haukuwa wa kimapenzi pekee, ulikuwa wa kisiasa. Usaliti wa kaka yake ulimaanisha kuwa yeye pia alionekana msaliti kwa damu. Mwaka mmoja baadaye, 1974, ajali ya gari yenye utata ilimwacha Mariamu akiwa na miguu iliyovunjika. Alikimbia Uganda muda mfupi baada ya hapo, akiogopa maisha yake. Hakurudi tena. Hadithi yake ya upendo na Amin ilianza kwa kicheko na kuishia kwa hofu. Aliishi uhamishoni, mbali na mwanaume aliyemwita mume na mbali na nchi ambayo jina la kaka yake lilimlaani milele. Mrembo kutoka Arua. Kama vile Mariamu alivyowakilisha ustadi, Kai Adroa alikuwa mfano wa usafi wa moyo. Alikuwa binti wa mchungaji Adroa, kiongozi wa Kikristo anayeheshimika huko Arua. Amin, naye akiwa kutoka West Nile, alikuwa daima na tamaa ya kuwa mke kutoka nyumbani kwake. Alipokutana na Kay, mwanafunzi mrembo wa chuo kikuu cha Makerere, alivutiwa sana. Walifunga ndoa mwaka wa 1966 katika sherehe ya kiraya, si ya kanisani, kwa kuwa Kay alikuwa Mkristo na Amin Muislamu. Hata hivyo, harusi hiyo ilisherehekewa kote Kampala kama ishara ya umoja na ustaarabu. Kwa muda, Kay aliishi maisha ya kifahari. Madereva, walinzi na watumishi. Alionekana kuwa mfano wa mwanamke mpya wa Uganda, msomi, mwenye nidhamu na mvuto. Lakini mapenzi ya Amin yalikuwa na mabadiliko kama dhoruba. Uvumi wa usaliti, siasa na uoga ukaanza kumzunguka. Mwaka wa 1973, Amin alitangaza ghafla kuwa amemtaliki. Kisha ikafuata habari ya kutisha.
Mwaka wa 1974, Kay alipatikana amekufa katika mazingira ya kutatanisha kwenye hospitali moja jijini Kampala. Mwili wake ulikuwa umetengenezwa vibaya, na kwa kitendo cha kikatili, Amin alileta watoto wao waone maiti. Hakukuwa na uchunguzi wowote. Neno la dikteta lilikuwa sheria. Kwa dunia, Kay Adroa alikufa, lakini kwa waliomjua, alionekana kama roho nyingine iliyoangamia kwenye kivuli cha Amin. Mke aliyesahauliwa, wachache sana humkumbuka Nora, mke wa tatu wa Amin. Alitoka eneo la Lango lenye wanawake warembo na wenye kujivunia. Nora aliolewa na Amin mwaka wa 1967 wakati nguvu zake zikipanda kwa kasi jeshini. Alikuwa mtulivu, mwenye heshima na wa kitamaduni sana, tofauti kabisa na tabia yenye makelele ya mume wake. Lakini ndoa yao haikudumu. Kufikia mwaka wa 1973, mwaka huo ambao Amin aliwatupa Mariamu na Kay, alimtaliki pia Nora. Sababu haikuwahi kufahamika. Wengine walidai wivu, wengine walidai siasa. Baada ya hapo, Nora alitoweka machoni pa umma. Kama wengi waliomkosea Amin, alizama kwenye kimya. Hadithi yake ikafutika katika hofu. Madina Amin, Keza Dansi aliyekuwa malkia, kisha akaja Madina Najemba, mke wa nne, mwanamke aliyekuwa na uwezo wa kuhamisha milima kwa dansi yake. Alitoka Buganda, na kabla hajawa mke wa kwanza nambari 4, alikuwa mcheza dansi maarufu katika kikundi cha utamaduni Heartbeat of Africa. Harakati zake, miondoko yake na ujasiri wake vilivutia hadhira, na siku moja vilimvutia Idi Amin mwenyewe. Mwaka wa 1972, dikteta alimwona akicheza. Ndani ya wiki chache alikuwa anaishi Ikulu. Madina alikuwa kijana mrembo na Muislamu, mchanganyiko uliompendeza Amin, ambaye aliwahi kusema anataka mke kutoka kila mkoa wa Uganda. Madina akawa maarufu kitaifa, akihudhuria hafla za serikali, akitabasamu pembeni ya mumewe, na mara nyingi akicheza kwa wageni mashuhuri. Lakini maisha katika ikulu ya Amin hayakuwa rahisi. Wake wengine walijawa na wivu. Usikilizaji wa siri ulikuwa kila mahali. Kila ukuta ulikuwa na masikio. Hata hivyo, Madina alibaki mwaminifu, labda kuliko wote. Wakati Amin alikimbia Uganda mwaka wa 1979, alikuwa mmoja wa wachache waliomfuata uhamishoni. Baadaye aliishi Paris, kisha Zaire, ambako mwanawe Abdul Nasser Mwanga alikulia kwa msaada wa Rais Mobutu Sese Seko. Wakati Amin alipogwa mwaka wa 2003, Madina alisafiri hadi Saudi Arabia kumtunza hadi kifo chake. Miaka mingi baada ya kuanguka kwake, bado alimuita Big Daddy. Sarah Kyolaba, Sarah wa kujitoa mhanga wa Uganda, na kisha kulikuwa na Sarah Kyolaba, mke maarufu zaidi na labda mwenye huzuni zaidi wa Amin. Alicheza katika kikundi cha jeshi cha Revolutionary Suicide Mechanized Regiment Band. Jina lake, Suicide Sarah, lilitokana na ujasiri na ukali wa maonesho yake. Amin alipomwona akicheza mwanzoni mwa miaka ya 1970, alivutiwa naye sana. Lakini Sarah tayari alikuwa na mpenzi kutoka Masaka. Tarehe 25 Disemba mwaka wa 1974, alijifungua mtoto wa kiume wa mpenzi wake huyo. Amin, akiamua kumdai, alitangaza hadharani kupitia redio kuwa mtoto huyo ni wake. Mpenzi huyo akatoweka bila dalili. Mwaka mmoja baadaye, wakati wa mkutano wa OAU wa 1975, Amin alimuoa Sarah rasmi. Harusi hiyo ilikuwa ya kifahari, ilihudhuriwa na viongozi wa Afrika, wageni wa heshima na waandishi wa habari wa kimataifa. Sarah alikuwa aking'aa, akiwa na umri wa miaka 20 pekee, akisimama karibu na mwanaume mwenye umri zaidi ya mara mbili yake. Sarah alibaki naye hadi mwisho wa utawala wake, lakini maisha ya uhamishoni yalimbadilisha. Mwaka wa 1982, akiwa amechoshwa na upweke, alikimbia Saudi Arabia na watoto wake watatu. Aliishi Ujerumani kwa muda kama mwanamitindo, kisha akaenda Uingereza ambako alifungua mgahawa na saluni. Miaka kadhaa baadaye alisema, open quote, watu hufikiria alikuwa mnyama, lakini kwangu alikuwa mwenye upendo na mcheshi. Alipenda watoto. Niliona upande wa Idi Amin ambao dunia haikuwahi kuona.
Close quote. Maisha yake yalikuwa kioo cha Amin mwenyewe, utukufu, uhamisho na kujitafuta upya. Talaka ya redio ya mwaka 1974. Dunia ilishtuka mwaka huo wakati Idi Amin alifanya tangazo lisilosahaulika katika historia ya Afrika. Katika matangazo ya redio Uganda, sauti yake kubwa ikasikika ikisema, open quote, mimi, Field Marshal Idi Amin Dada, ninakutalikini. Close quote. Kwa maneno hayo, wake zake watatu, Malyamu K na Nora, walitalikiwa rasmi kupitia redio. Hakukuwa na onyo wala hati wala sherehe. Aliwashutumu kwa kufanya biashara bila ruhusa na kudai mmoja wao, K Adroa, alikuwa binamu yake. Ulikuwa ni udhalilishaji wa hadharani. Usiku mmoja, wake wa rais wakawa wakimbizi wa heshima na hofu. Wengine walitoroka, wengine wakanyamazishwa, wengine wakafa. Amin akaendelea kama kawaida, akizungukwa na wanamuziki, wanajeshi, na harufu ya madaraka iliyomfumba macho kuona upweke uliokuwa ukikua moyoni mwake. Baada ya kuanguka, wakati malkia walipotawanyika, utawala wa Amin ulipoporomoka mwaka wa 1979, wake zake, waliokuwa almasi za ikulu, waligeuka wakimbizi. Mji wa Kampala ulijaa vurugu. Magari ya vita yakapita mitaani, wanajeshi wakakimbia, na soko likajaa wanyang'anyi. Nyumba ya Amin ikawa kama ndege waliokimbia moto. Madina na Jemba alimfuata Amin hadi Libya, kisha Zaire. Sara Kiolaba alitoroka baadaye akiwa na watoto wake. Zamzam na Birie, aliyekuwa naye katika safari ya mwisho, alikaa Zaire kwa muda kisha akarudi Uganda kujiunga na polisi. Sawia Leila na Sali, kijana aliyemua Amin miaka ya 80 akiwa Jeddah, alijaribu kurejesha maisha ya kawaida, lakini nguvu na mali vilikuwa vimekwisha. Kila mke akawa msalia wa historia kwa namna yake. Sara aliunda maisha mapya Uingereza. Madina aliishi kimya Kinshasa. Wengine kama Malyamu na Nora wakasahauliwa milele. Mfalme Mpeke katika uhamilisho Saudi Arabia, nyumba ya Amin Jeddah ilijaa ukimya. Hakukuwa tena na walinzi wala sherehe. Ni sauti za sala, saa na simu chache kutoka kwa watoto waliotawanyika dunia nzima. Alikumbuka wake zake wote, hata aliowatupa, hata waliomkataa. Alikuwa akisema angependa wote waishi pamoja tena kama familia moja kama zamani. Lakini nyakati hizo zilikuwa zimepita. Watoto wake wengi waliishi Kenya, Uganda, Ulaya na Mashariki ya Kati. Wengine walimtembelea mara chache, wengine waliogopa jina lake. Kufikia miaka ya 90, Amin hakuwa tena jenerali mwenye nguvu. Alikuwa mzee wa upweke, akizungukwa na kumbukumbu za wanawake waliowahi kumpenda lakini wote walimwacha. Hitimisho: mapenzi, nguvu na upotevu. Hadithi ya Idi Amin mara nyingi husimuliwa kupitia mauaji na hofu, lakini nyuma yake kuna huzuni nyingine tulivu. Hadithi ya mapenzi yaliyoharibiwa na madaraka. Kila mmoja wa wake zake aliingia katika maisha yake akiwa na ndoto na matumaini. Kila mmoja aliondoka na maumivu, kimya au uhamisho. Kwa njia fulani, maisha yao yalifanana na safari ya Uganda yenyewe, kutoka uzuri hadi machafuko, kutoka matumaini hadi maangamizi. Alipokufa mwaka wa 2003, ni Madina pekee aliyekuwa pembeni yake. Wengine walikuwa mbali, wakileta ukimya badala ya machozi. Wake waliowahi kutawala ikulu ya Uganda walibaki kuwa mama, wajane na wafanyabiashara, kila mmoja akiwa na simulizi ambayo historia ilikaribia kuisahau. Na labda huo ndio ukweli mkubwa zaidi, kwamba hata mwanaume aliyekuwa akihofiwa zaidi barani Afrika hakuweza kudhibiti mioyo ya wanawake waliowahi kumpenda. Hawakuwa tu wake wa kwanza, walikuwa mashahidi wa nguvu, maumivu na upweke wa mwanaume aliyepoteza kila kitu, hata wao.